kuuza, ni kujiamini, ni vitu tu vinaeleweka, sio kwamba wateja hapa ni wengi wa kutisha kwa hiyo huwezi kuchanganya mahesabu. Basi baada ya hapo kweli nikakubali. Sasa nitafanyaje? Na yani utakaa kule kwa mdogo mpaka lini? Ikabidi nikubali. Mdogo yule mama akaniambia hata kule usiende tena Tegeta ni mbali sana, ambako ndo kafuate tena nguo, ndakununulia nguo mbili tatu kwa ajili uanze kazi, siku off yako ikifika utaenda kufuata nguo. Kwa hiyo basi nikabaki pale. Nikaanza kufanya kazi pale. Nimeuza siku ya kwanza. Kumbuka mimi na yule mama tumeelewana mshahara 120,000. Watu siku hiyo ndo kama mimi nilienda na upepo. Watu wamejaa balaa. Umeona ni watu wamejaa. Nikauza asubuhi nimeamka na shoti 74,000. Mshahara wangu 120,000. Hapo kumbuka yani kwamba yani ndo kwanza nisikie kwanza ndo nimeingiza shoti hiyo mwezi hujaisha. Asubuhi niliamka na mawazo, nilikuta na sononeka, nikamwambia mama mimi kazi sifanyi. Siwezi. Akaniambia kwani jana wakati unauza ulikuwa umekunywa? Nikamwambia ndio. Akaniambia sasa sijifunze unapoingia kazini usinywe. Kwa tu sawa uza hivyo. Nikamwambia mimi hata leo kuingia naogopa, nisipapendi hata. I say. Akaniambia ingia tu, hamna namna wewe ingia. Nikaingia kweli usikunywa chochote. Yaani nilikuwa makini, mtu kimrudishia 500 unaiangalia mara 2. Kweli nikauza. Kesho yake asubuhi tumepiga hesabu shoti 4,000. Kwa hiyo nikagundua kumbe nilivyokuwa nakunywa pombe huku nafanya kazi ilikuwa shida. Kwa hiyo nikaendelea pale nikafanya kazi. Sasa yani mtu kitoka kijijini jamani shetani anakuwa mwingi. Wiki ijaisha pale dukani nilipokuwa nafanya kazi. Akawa anakuja mkaka mmoja handsome mzuri pale. Sasa eti nikaanza kumpenda mkaka wa watu. Usna. Yule kaka kaja siku ya kwanza kaja pale akanunua voucher. Alinunua voucher sio na nini? Akaondoka. Haya. Tena naye kama alihisi kitu pale. Kesho yake tena nashangaa akaja na mtoto mdogo amembeba. Mimi nifika pale sasa shop na mimi nianza kumnunulia mtoto vijiwisi, sijui ile nini Najifanya una care. Najifanya na care. Tena mwanamke na ngai. Umeona? Basi baada ya hapo kaka akaondoka. Sasa kaka nimuombe namba au nifanyaje huyu? Nikawa namwaza. Basi tena kesho yake ile asubuhi tupo nafanya pale usafi. Namuona anapita tena kule, nikasema au nimuite. Siwezi. Haya basi ndo nikakaa. Basi kuna mtu mmoja nikamuona naye. Yule mtu kidogo nimemzoea. Inabidi nimwambie naomba namba yule rafiki yako. Akaniambia mna usina. Mimi mwenyewe mbona nakukubali, naomba achana mambo ya namba rafiki yangu. Nikamwambia no mimi naomba nikaka mwingine. Mimi nakukubali sana usitafu. Kumbuka huyo jamaa ananifuatilia muda toka nimefika ni pale. Sasa nikamwambia bwana mimi naomba tu namba rafiki yako, kuna rafiki yangu ana shida nayo, namba ya rafiki yako. Kweli akanipa namba. Mimi nikampigia simu yule kaka usiku. Mambo poa, mimi usina yupi? Usina kwa mama mdogo wa hapa kwenye duka ile la vinywaji hapa. Akaniambia nikamwambia kesho na maongezi na namba tunani sehemu. Akaniambia sawa basi haina shida. Mwenyewe ulikuwa usikii. Ndio basi tuonane. Nikamwambia basi namba tuonane. Akasema sawa. Haya kesho yake mimi ndo nilikuwa natoka South. Nikajipala mwenyewe nikajiweka vizuri na kiela changu nishapata pale tena. Nikaenda hiyo sehemu ni nzuri, kuna garden hivi. Nikakaa. Nikampigia simu bwana, naomba njoo hapa nishafika eneo la tukio. Yule naye akaja na yule tena, yani badala aje peke yake, kaja na yule rafiki yake. Sasa rafiki yake alipokuja naye pale, mimi nilimdanganya kwamba kuna mtu anaomba namba ya yule. Kwa hiyo wakaja tena wote. Sasa nikasema sasa panda huyu naye kaja kuniharibia shughuli. Mimi nimwambia aje mwenyewe anakuja na mtu. Kwa alipofika tukakaa tukaagiza pale vinywaji. Yule sasa mwingine yule ambaye mimi simpendagi ndo kaja kukaa karibu yangu hivi. Anaita si mahaba upendo. So je mtu kama umpendi inakera ukana inakata kabisa ukana karibu. Basi amekaa. Mimi nikasema wasubiri navutia kasi nikilewa nitawaambia. Nikasema wazikilewa nitawaambia ukweli. Nilikunywa pale chapu nikasema bwana mimi naomba tu niambie ukweli, mimi jamaa mimi sijawahi kukupenda hata siku hii. Mimi nampenda yule rafiki yako. Basi na kweli na mimi kweli nakupenda. Basi pale yule mwingine akahuzunika akasema kweli usiwezi kukulazimisha kukuforce, sababu hata ukisema tu force hakutakuwa na mapenzi. Unipendi mimi. Sababu umeshanyooka unampenda mwingine. Rafiki yangu. Basi pale ndio tukaendelea kuwa mabesti. Nikaendelea kudate na yule kaka. Sasa yule kaka alichoje kunifanya. Nini kilitokea? Sasa sababu mimi ndo nilitangaza upendo. Sasa yeye ndo akawa anataka mimi nimhudumie kwa kila kitu. Afu kumbuka mimi mshahara wangu ni 120,000.
Kwa hiyo anataka wewe uprovide kila kitu. Kwa hiyo yani akawa anataka asubuhi nimnunulie chakula, mchana akiona nguo nimnunulie. Yani tena akawa sasa mimi sasa sinampenda, kumpoteza sitaki. Ukawa unahudumia. Nachukua hela za yule mama mle dukani. Unaweka hasara. Anaweza kanipigia simu, baby, nimeona track, sio napenda track. Bibi basi shilingi ngapi track? 35. Hela ya mama wa watu nachukua. Unatoa. Mbona nataka hapo, tunataka waini na marafiki zangu kuja kuchukua hapo. Sio ninaambia njoeni. Yaani kukataa tena. Wakati huo uko na umri gani? Nilikuwa mdogo, sikuwa mkubwa hivi. Mimi sasa nishakuwa shangazi. Yeah. Sasa nilikuwa mdogo. Tumeenda. Ikafika tu shoti pale zikawa nyingi mpaka mkubwa akaniambia usina naomba baba namba tu niwe labda sasa nikutoe huko ndani usio unauza, maana mambo yameshakuwa yanaharibika sana. Akatokea mtu mmoja akanipa. Yaani mpaka kiasi kwamba nimekaa pale hata kupanga chumba na shindo kwa sababu hela nyingi zote zinaishia kwa yule bwana. Ndio mtu mmoja akaja akanipaga hela. Alikuwa baba mmoja tu, baba alikuwa ananikubali, naye alikuwa ananipenda. Akaniambia kwani huyu anakaa wapi? Akasema anakaa huko ndani nyumba ya mama mkubwa huko ambapo anakaaga wafanyakazi wake. Akaniambia kwani mpaka leo msichana mzuri huyo hajapanga. Yule baba akatoa 200,000, kipindi 200,000 ilikuwa ni kubwa. Nenda katafute chumba cha wananiambia chumba cha 30,000 nzi hizo. Kwa hiyo nikaenda nikachukua ile hela, nikamshukuru yule baba. Muda huo nikachukua simu nikaenda nyuma nikampigia simu yule bwana. Tumepata hela ya chumba, njoo kuchukua hela ya chumba. Tumepata tena. Na yule bwana kusikia habari za pesa tena. Dakika 2 kaja nikachukua ile hela 200,000 yote nikamkabidhi. Katafute chumba. Leo utuhamie kwenye chumba chetu. Maana mambo ya kulala mara kwa rafiki yako, mara mimi ndo nalipia tena hoteli. Ndio mimi maana nilikuwa nalipia lodge. Kila kitu wewe. Maana sasa tena nikimwacha alale peke yake nasikia wivu na hisi atakwenda kwa mwanamke mwingine. Itabidi muwe wote. Inabidi kwa mimi nachukua tena hela mle naenda kuchukua guest 15,000 20. Sasa kila siku imagine kwa biashara ambayo unaifanya pale kwa mama mkubwa ni biashara gani? Unasababisha hasara. Sumadi nikatolewa kule ndani kwa ajili ya kuepo kule ndani kwenye hela. Kwa hiyo tumeenda, bwana naye kaenda kweli katafuta chumba cha 30,000 hizo. Chumba cha 30,000 kaenda kulipia miezi 6, 180 kwa kabaki kama na 20,000. Akaniambia, baby nimeshapata chumba kwa sababu mimi nyumbani kwetu kuna godoro, naenda kuchukua godoro la nyumbani na kitanda. Tuje tuanze maisha na ndoo ndachukua nyumbani. Nikamwambia bora kwa sababu hapa tumepata tu la chumba, mimi sina kitu. Sasa kweli yake Mungu nikaanza kukaa na yule mtoto. Tukaanza kukaa pale kwao. Na unamuita mtoto leo. Ni mtoto bana, alikuwa ananisumbua. Wakati ule wote lakini nilikuwa watoto. Tulikuwa watoto. Tukaanza kukaa wote na kuona amka asubuhi na mwacha bwana nyumbani naenda kazini. Tumeenda baadaye akawa na wanawake, si wakati kuunganisha wanawake 4. Mmoja kuja kugundua kuna mwanamke mwingine analalamika kwamba ile simu aliyokuwa anatumia ilikuwa ameongwa na ule mwanamke. Kuna mwanamke akawa analalamika hela za Tigo Pesa, sio alikuwa anafanya Tigo Pesa ya nyumbani kwao, hela zote sio 7 alimpa. Yaani kana yule kaka alikuwa kideti naye ni kama anakuroga yani. Lazima umpe kila kitu. Mwingine akawa analalamika kumbe lile godoro alisema nimeleta mtu tunalalia, kumbe kuna mwanamke alimuonga, alikuwa Tanga akawa amerudi anadai godoro lake. Alikuwa ndo maisha yake. Yani inaonekana yule kaka ni kwenda michezo yake. Kwa sababu hata mimi mtu akiniambia kitu, usina sijui mwanaume hivi, namuona kama mtu ni mchawi. Sikusikilizi. Naona kama unataka kunikwamisha yani. Utaki mimi niwe na huyu. Hivyo. Kwa hivyo fika tu Adima mkubwa kaingilia kati akaniambia mimi mama mkubwa mpaka nikagombana naye nikaondoka kabisa pale ngatafuta kazi sehemu nyingine. Kumwacha yule bwana siwezi. Ilifika hatua ndo akaanza sasa baada ya mimi kukosa sasa kazi. Tukawa tunakaa tunaangaliana. Ilifika hatua mimi mpaka mwanaume mwingine ananipigia simu, usina Joseph fulani labda unywe bia 2 na mbeba anajifanya mdogo wangu. Unaenda naye. Anakaa hapo pembeni tunanunuliwa wote pombe, tunanunuliwa chakula. Ananikanyaga basi huko miguuni.